hakuna kivuli isipokuwa kivuli kitakwenda kwa watu 7. Isma'u li hadithi al-habib, isikilizeni hadithi ya mtume. Anasemaje mtume? 7 yudhilluhumullahu yawma al-qiyamata yawma la dhilla illa dhillu. Siku 7 au siku ya kiyama watu 7 watakuja kupata kivuli ambacho hawatokipata wengine isipokuwa watu 7 hao, siku ambayo patakuwa hapana kivuli zaidi ya kivuli cha Allah hicho. Situwataja watu wote 7, lakini mmoja katika watu wale 7, warajulani tahabba fillahi ijtama'a fiha waftaraka fiha. Watu wawili wamependana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wamekuwa pamoja kwa ajili ya Allah, na kutengana kwao pia ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi watu hawa kesho kiyama watapata kivuli chini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kivuli ambacho patakuwa hawezi kukipata kivuli hicho watu wengine isipokuwa watu wa staili kama hii, wamependana lillah, wala wakupendana kwa ajili ya masala mengine. Nada rabbana yawma alqiyama, siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atakuja kunadi, aina almutahabbuna bijalali, wako wapi wale waliokuwa wakipendana duniani kwa ajili yangu? Aina almutahabbuna bijalali, aina almutahabbuna bijalali, wako wapi wakipendana duniani kwa ajili yangu? Al-yawma dhilluhum dhilla la yadhilluhu ahadan, leo nataka niwape wao kivuli ambacho sitompa mwingine yeyote. Al-yawma adhilluhum dhilla yawma la dhilla illa dhilli, leo nataka kuwapa watu wawili wale wakipendana kwa ajili ya Allah, wakipendana kwa ajili yangu. Mwenyewe Allah anasema nataka kuwapa kivuli ambacho siku hii siwapi kivuli watu wengine isipokuwa wao wawili. Watasimama wale ambao walikuwa wakipendana duniani, Allah atawaambia kaeni katika kivuli changu msipate jua kali. Huwa al-habibul mustafa. Allah. Bwana mmoja anaitwa Idris ad-Dalani rahimahullah, ameenda katika ardhi ya Damashq. Alipofika Damashq, akaingia katika msikiti mmoja uliokuwepo katika kijiji au mji wa Damashq. Akifika msikitini akamkuta mtu amekaa anasomesha watu mbele, amekaa anasomesha watu elimu ya dini ya Uislamu. Akimtizama vizuri namna anavyozungumza kijana yule na tabia zake zilivyo, anavyoamiliana na wale wanafunzi wake, na jinsi inavyotokea ikhtilafu katika yale anayoyasomesha, kijana yule alikuwa akitumia rai zake na alikuwa akizipa kifua zile au hadithi au ayatu min al-Qur'ani, na akizipa umuhimu wake wakati akiwa akitoa ikhtilafu zile. Aba Idrisa dakhala fi Damashq al-masjid fa idha bifatan الثنايا وعنه الناس أو معه الناس، جد اختلاف أسنده عليه، وإذا وجد آخر الاختلاف مخالفة بينه وبين الناس جديدا. Ni mtu mzuri sana huyu bwana aliyemkuta hapa. Faqala aba Idrisa li ahadin minhum, akasema kumuuliza mmoja miongoni mwao, man hadha alfata, huyu kijana ni nani? Faqala huwa Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, huyu ni yule Muadh ibn Jabal, ni kijana anetoka zake Madina Munawwara, ametumwa na mtume katika hii ardhi ya Damashki kuja kueleza hadithi mbalimbali za mtume Muhammad.
Wakati ule yule bwana akasikiliza hadithi zile zote zinazosomeshwa na mambo mbalimbali ya Uislamu. Baada qalil fa idha kana bi amsin au fa idha kana bi ghadin, siku ya pili yake hajirtu, anasema Aba Idrisa, nikaamua kuondoka Damashki kwenda katika ardhi nyingine. Fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir, nikampata Muadh ibn Jabal amenitangulia katika hijra. Wa wajadtuhu yusalli, na nikampata anasali. Fantadhartuhu hatta qada as-salah, sallu ala al-habib, nikasubiri mpaka amalize kusali, wakati nimemkuta yeye anasali. Na vipi alifika hapa mwanzo kabla yangu? Falamma qada as-salah, alipomaliza kusali akamfuata. Ya rajuli wallahi inni la uhibbuka lillah. Aba Idris akamfuata Muadh akamwambia, wallahi ninakupenda kwa ajili ya Allah, nakupenda kwa ajili ya Allah ya Muadh ibn Jabal. وماذا قال معاذ؟ منين alikisema Muadh? فقال المعاذ الله 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 لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله أغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري. الله. فعجب الرجل، yule bwana kastajabu sana kumsikia Muadh anasema Allah. فقال الرجل يا معاذ ولما الله، na vipi unasema Allah? فقال المعاذ الله. Muadh alichomjibu akamwambia Allah. Faqala ar-rajulu faakhadhani, akanichukua mimi. Fajabadhani ilayhi, akanisogeza mimi mpaka kwake. Thumma qala, akisha akasema, ya rajul sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu fil hadith al-qudsi, nimemsikia mtume akisema katika hadithi al-qudsi, wajabat mahabbati lilmutahabbina fiyya, yamewajibika mapenzi yangu kwa wenye mapenzi nami, yamewajibika mapenzi yangu kwako, lazim na mimi nikupende kana kwamba unavyonipenda. Yule bwana akafurahi sana kumsikia Muadh ibn Jabal akizungumza maneno yale, na wakabaiana. Huu ndio Uislamu. Mapenzi yetu sisi ni popote pale, tunatakiwa tuoneshane mapenzi ya kupendana na sio mapenzi ya kukashifiana na kutukanana kwa hali moja au nyingine. Ukimwona Muislamu mwenzio kadhurika na jambo, unsur akhaka dhaliman au madhuluman, mnusuru akiwa dhalimu au akiwa amedhulumiwa. Na sisi huwa hatutaki kuchukua nafasi za wengine Waislamu, isipokuwa tunachukua nafasi ambazo